Marekani imetangaza rasmi vikwazo vipya vinavyolenga moja kwa moja makampuni mawili makubwa zaidi ya mafuta nchini Urusi, Rosneft na Lukoil, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuishinikiza Moscow kurudi katika meza ya mazungumzo ya amani na kumaliza vita inayoendelea nchini Ukraini. Uamuzi huo umetangazwa na ikulu ya White House siku ya Alhamisi, ukiashiria kuongezeka kwa mvutano kati ya Washington na Moscow licha ya juhudi za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikifanywa kwa miezi kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Fedha ya Marekani, vikwazo hivyo vinajumuisha kufungia mali za makampuni hayo ndani ya mipaka ya Marekani, kuzuia miamala yoyote ya kifedha inayohusisha taasisi hizo, na marufuku kwa kampuni au raia wa Marekani kufanya biashara nao. Hatua hiyo inalenga kupunguza uwezo wa Urusi kupata mapato kupitia sekta ya mafuta, uti wa mgongo wa uchumi wake na chanzo kikuu cha fedha za kugharamia operesheni za kijeshi nchini Ukraini. Rais wa Marekani Donald Trump akizungumza katika ikulu ya White House baada ya mkutano wake na katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO, Mark Rutte, alisema kuwa amekuwa na mazungumzo ya mara kwa mara na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini juhudi hizo hazijazaa matunda. Kila wakati ninapozungumza na Vladimir, mazungumzo huwa mazuri, tunakubaliana kwa maneno, lakini mwisho wake hakuna kinachofanyika, alisema Trump kwa huzuni. Ni wazi tunahitaji vitendo, si maneno tu. Tangazo hili la vikwazo limekuja siku moja baada ya Rais Trump kuthibitisha kuwa mkutano uliokuwa umepangwa kufanyika mjini Budapest, Hungary, kati yake na Putin umeahirishwa kwa muda usiojulikana, kulingana na taarifa kutoka kwa maafisa wa ikulu. Maamuzi hayo yalichukuliwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi mapya ya anga dhidi ya miji kadhaa ya Ukraini, mashambulizi ambayo yalisababisha vifo vya watu 7 wakiwemo watoto 2. Wataalamu wa masuala ya kidiplomasia wanaeleza kuwa hatua ya Marekani inaonyesha kufadhaika kwa Washington kutokana na ukosefu wa maendeleo katika mazungumzo ya amani. Kwa mujibu wao, Marekani inatamani kutumia nguvu za kiuchumi kushinikiza Urusi kukubali masharti ya mazungumzo ya amani yanayohusisha kusitishwa mashambulizi na kuheshimu mipaka ya Ukraini. Kampuni ya Rosneft inayoongozwa na Igor Sechin, mshirika wa karibu wa Rais Putin, ni mmoja ya wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani na inakadiriwa kuchangia zaidi ya 40% ya mapato ya mafuta ya Urusi. Wakati huo huo, Lukoil, kampuni binafsi kubwa zaidi ya mafuta nchini humo, imekuwa na ushawishi mkubwa katika masoko ya Ulaya na Asia. Wataalamu wamesema vikwazo hivyo vimeathiri kwa kiasi kikubwa uwezo wa Urusi kuuza mafuta katika soko lake la kimataifa na vinaweza kuongeza bei ya mafuta kwa muda mfupi duniani kote. Taarifa kutoka Moscow zinaashiria kwamba Kremlin inachukua hatua hizo kama vita ya kiuchumi vinavyoongezwa na Washington. Msemaji wa serikali ya Urusi, Dmitry Peskov, amesema kuwa Moscow itachukua hatua za kulipiza kisasi na kiuchumi endapo Marekani itaendelea na sera zake za uhasama. Peskov alisisitiza kuwa Urusi haitayumbishwa na vikwazo hivyo na itaendelea kulinda maslahi yake ya kitaifa. Mashambulizi ya hivi karibuni ya Urusi ambayo yamewalenga raia na miundombinu ya kiraia yameongeza ghadhabu duniani kote. Mashirika ya kibinadamu yameonya kwamba vita hivyo vinaendelea kusababisha maafa makubwa, huku mamilioni ya raia wa Ukraini wakilazimika kuyakimbia makazi yao. Kwa sasa, wachambuzi wanasema kwamba mazungumzo ya amani yanaonekana kuwa mbali, hasa kutokana na hatua ya Urusi kuongeza mashambulizi na Marekani kuongeza vikwazo. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa Ulaya wamependekeza juhudi mpya za upatanishi zikiongozwa na mataifa yasiyo na upande kama vile Uswisi na Uturuki ili kurejesha mazungumzo ya amani mezani. Kwa ujumla, vikwazo vya Marekani dhidi ya kampuni hizi mbili vinaashiria awamu mpya ya shinikizo la kiuchumi dhidi ya Moscow. Hatua hii inadhihirisha kuwa Washington haitarajii tena
maeneo ya kirafiki kutoka Kremlin, bali matendo halisi kuelekea amani. Hata hivyo, swali linalobaki ni kama vikwazo hivi vitakuwa na nguvu ya kutosha kubadilisha misimamo ya Putin au vitazidisha mgawanyiko kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.